Watu wa Mungu, roho zinazotawala watoto, maamuzi ni ya mzazi. Unaweza ukakataa ukasema mimi wa kwangu mimi, adui hata watawala. Hana anasema nimemtoa kwa Bwana. There is no debate, kwa sababu tayari ana muhuri wa Mungu. Adui hana uhalali wa kuclaim, kwa sababu yule sio mtoto wa shetani. Remember, yule mtoto umempata kutoka kwa Bwana. Maandiko yanasema wana ni zawadi kutoka kwa Bwana. Sasa kwa nini shetani awadai ambao sio yeye aliwaleta? The reason why ni muhimu watoto wako ujifunze kuwatoa tena na tena kwa Bwana ni kwa sababu hii ndio namna ya kuwaficha. You remember the song, hunificha hunificha. Adui hata nipata, manake kuna wakati adui atatafuta, lakini kuna teknolojia katika roho inanifanya asinione, na akiniona asinifikie. Ile teknolojia ya kutrace kupitia damu ambayo ulimwengu wa giza unaitumia, kwamba haya mabaya yaingie kwa huyu kwa sababu ni wa damu hii. There is a way unaweza kumtenga mwanao ukamnyofoa kwenye hiyo lineage. Adui anapoanza kuhesabu kutokea kule kwa mababu, anahesabu, alafu kuna mahali anakuta ule mnyororo umekatikia bado. Mbona hatumuoni kwenye lineage? Kwa sababu kwa damu anayoibeba ndani yake na kwa jina analolibeba tulitakiwa tumuone kwenye lineage. Yanapopita yakitoka mahali fulani yaingie na kwake. Why can't we see this person? Maandiko hayaniambii kama Yoshua aliongea na watoto wake, lakini alifanya matamko akasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kuwauliza, aliwatoa kwa Bwana. Unamsikia Hana anasema hivi, nilikuja hapa nikamwomba Bwana anipe, akanipa mtoto. So Hana anajua huyu mtoto sikumpata kwa sababu za kibiolojia. Sikumpata kwa sababu tumbo langu linaweza likatungisha mimba. Nilimpata kwa sababu Bwana amenipa. Na anasema kama Bwana alivyonipa nimemleta. Kumbe unaweza ukamtoa mtoto. Na ukimtoa kwa Bwana, shetani haruhusiwi kumclaim. Hawezi kudai watoto ambao hata kabla hawajazaliwa walishatolewa kwa Bwana.